Ndugu washiriki wa kongamano, ninatambua kuwa dhima kuu ya kongamano hili ni kutathmini nafasi ya utumishi wa umma katika kufanikisha utekelezaji wa Dira ya Taifa 2050. Napenda kusisitiza kuwa utekelezaji wa dira hizi mbili unategemea uwepo wa utumishi wa umma wenye uwajibikaji thabiti, unaosimamia kwa ufanisi sera na mipango ya serikali na unaotoa huduma bora kwa wananchi na hatimaye kujenga imani kwa wananchi na serikali yao. Vile vile, kutokana na mageuzi makubwa ya kiteknolojia yanayoendelea duniani, inatarajiwa kuwa utumishi wa umma hapa nchini utaendana na kasi ya ukuaji wa teknolojia hizo. Hivyo ni muhimu kuhimiza matumizi ya teknolojia mbalimbali ikiwemo akili bandia katika kurahisisha utoaji wa huduma, kupunguza urasimu na kuongeza uwezo, lakini pia kupelekea uwajibikaji kwa wananchi. Sambamba na hili, utumishi wa umma unaotarajiwa unapaswa kujikita katika kuhimiza ushirikiano wa dhati kati ya serikali, sekta binafsi na wadau wa maendeleo katika kuleta maendeleo ya taifa letu. Ndugu washiriki wa kongamano, nitoe rai kwa vyuo vyetu hivi viwili, Chuo cha Utumishi wa Umma Tanzania na Chuo cha Utawala wa Umma Zanzibar, kuhakikisha wanajikita katika misingi ya uanzishwaji wa vyuo vyote viwili. Misingi hiyo ni kutoa mafunzo, kufanya tafiti tumizi na kufanya ushauri wa kitaaluma. Kwa kuzingatia misingi ya uanzishwaji wa vyuo hivyo, napenda kutoa maelekezo yafuatayo. Mosi, kuhakikisha kuwa mafunzo yanayotolewa yalenge katika kujenga utumishi wa umma wenye sifa stahiki, uadilifu, uzalendo wa kitaifa, moyo wa kujituma, weledi, uwajibikaji na kufanya kazi kwa bidii kwa maslahi ya taifa letu. Pili, kutoa na kusimamia kikamilifu mafunzo ya lazima katika utumishi, ikiwemo mafunzo elekezi ya awali kwa watumishi wa umma wapya na kuhakikisha yanawafikia watumishi wengi zaidi katika ngazi zote za utumishi wa umma. Aidha, mafunzo ya umahiri kwa kada mbalimbali ambayo yamewekewa kisheria. Tatu, kuimarisha matumizi ya matokeo ya tafiti tumizi na shauri za kitaalamu zikazosaidia serikali za pande zote mbili za muungano kutatua changamoto mbalimbali za kiutumishi, ikiwemo kuchangia kuboresha sera, mipango na miongozo mbalimbali ya kiserikali. Nne, vyuo kushirikiana na wizara mama kubuni mifumo itakayowezesha watumishi wa umma kujenga tamaduni za kujiendeleza kimaarifa ili kuendana na kasi za mabadiliko ya kiteknolojia na kiutendaji kwa lengo la kufanikisha utekelezaji wa dira hiyo ya mwaka 2050 kwa pande zote. Wizara zinazohusika na usimamizi wa utumishi wa umma kwa pande zote za muungano kuhakikisha kuwa wizara, idara zinajitegemea, wakala wa serikali, sekretarieti za mikoa, mamlaka za serikali za mitaa na taasisi na mashirika ya umma nchini wanatumia kikamilifu huduma zinazotolewa na vyuo hivi viwili ili kujenga utumishi wa umma wenye weledi katika kufikia malengo ya dira ya 2050. Mheshimiwa mgeni rasmi, kongamano hili la pili linafanyika chini ya dhima isemayo nafasi ya utumishi wa umma katika kufanikisha malengo ya dira za taifa 2050, yaani dira za taifa kwa pande zote za muungano. Kongamano hili limeandaliwa kwa ushirikiano kati ya Chuo cha Utumishi wa Umma Tanzania na Chuo cha Utawala wa Umma Zanzibar, yaani IPA, ikiwa ni jitihada za pamoja za kuimarisha jukwaa la kitaaluma linalounganisha wadau wa utumishi wa umma kutoka pande zote za muungano. Kongamano hili limeandaliwa kama jukwaa la kukutanisha wadau mbalimbali wakiwemo viongozi wa serikali, watunga sera, wataalamu wa utumishi wa umma, wanataaluma, watafiti, sekta binafsi, taasisi za elimu pamoja na mashirika ya maendeleo. Lengo kuu ni kujadiliana na kubadilishana uzoefu kuhusu namna bora ya kuimarisha utendaji wa kazi katika taasisi zetu za umma katika mazingira hasa yanayobadilika kwa kasi kubwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kongamano hili linafanyika katika hatua muhimu ambayo taifa limeanza utekelezaji wa dira za taifa 2050. Mheshimiwa Waziri, dira za taifa za 2050
ambazo zimezinduliwa mwaka huu wa fedha zinategemea kuanza kutumika rasmi Julai. Ingawaje najua baadhi ya mambo yameshaanza kutekelezwa, lakini rasmi utaanza kutekelezwa Julai, ambao tunaongea manake bado kama mwezi mmoja ianze kutekelezwa. Kwa upande wa Tanzania bara, mwelekeo wa Dira ya 2050 umejikita katika kujenga uchumi imara na shindani unaoendeshwa na viwanda, maarifa, ubunifu na matumizi ya teknolojia za kisasa. Kwa upande wa Zanzibar, Dira 2050 imeelekeza nguvu katika kuimarisha uchumi wa bluu, kukuza utalii wa kisasa na kuendeleza uchumi wa kidijitali katika mihimili ya maendeleo. Licha ya tofauti hizi za kimkakati, dira zote mbili zinakubaliana juu ya hitaji la kuwa na utumishi wa umma wenye ufanisi, uwajibikaji na unaoendana na mabadiliko ya wakati, ili kuhakikisha malengo ya dira yanafikiwa kwa ufanisi na kwa manufaa ya wananchi wote. Mheshimiwa mgeni rasmi, utakubaliana nasi kama vyuo vya utumishi wa umma kwamba utumishi wa umma ndio nguzo imara katika kuhakikisha uchumi wa nchi yoyote unaendelea. Haijalishi sekta binafsi ipo, lakini sekta ya umma ikiwa legelege, hata sekta binafsi ufanyaji wake wa kazi unakuwa ni mgumu, kwa sababu inategemea sana taasisi za umma. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kufanikisha malengo ya kongamano hili, mijadala itaongozwa na dhana kuu zitakazolenga kuangazia nafasi ya utumishi wa umma katika kuimarisha ubora wa taasisi za umma na mchango wake katika utekelezaji wa dira za taifa 2050, pamoja na nafasi ya ubunifu, mabadiliko ya kidijitali katika kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi ili kuboresha utendaji wa sekta za umma, hususan katika maeneo ya uwajibikaji, matumizi ya teknolojia na uimarishaji wa mifumo ya kiutawala. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya Chuo cha Utumishi wa Umma Tanzania na Chuo cha Utawala wa Umma cha Zanzibar, yani IPA, napenda kukushukuru tena kwa uwepo wako katika kongamano hili. Uwepo wako unaongeza heshima na thamani kubwa katika tukio hili.